Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ameapa kwamba taifa la Iran litashinda adui katika nyanja za kitamaduni na kiuchumi pia baada ya ushindi katika uwanja wa vita vya kijeshi. Ayatollah Said Mojtaba Khamenei alitoa kauli hiyo katika ujumbe wa Ijumaa wakati wa siku ya walimu na sikukuu ya wafanyakazi. Nikinukuu kile ambacho ameweza kukisema, alisema ya kwamba sasa kwa kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran baada ya mapambano ya zaidi ya miaka 47 ikitegemea neema ya Mungu imethibitisha kwa ulimwengu sehemu ya uwezo wake wa ajabu katika vita vya kijeshi dhidi ya maadui wa maendeleo na ubora wake. Lazima pia iwakate tamaa na kuwashinda katika awamu ya jihadi ya kiuchumi na kitamaduni. Mwisho wa kunukuu kile ambacho kiweza kuandikwa katika yale maandishi au ujumbe uliowasilishwa kwa wananchi wa Iran siku ya jana. Lakini mnamo Mei 2, Iran iliadhimisha siku ya kitaifa ya walimu ambayo inaambatana na kumbukumbu ya kifo cha shahidi msomi mashuhuri wa Iran Ayatollah Morteza Motahel. Wakati huo huo, sikukuu ya wafanyakazi duniani ambayo pia inajulikana kama siku ya Mei Mosi huadhimishwa mnamo Mei 1, yani mwezi wa 5 tarehe 1 kila mwaka. Ayatollah Mojtaba alibainisha kuwa maendeleo ya nchi yanategemea nguzo pacha za maarifa na kazi, na kuweza kutoa wito wa usaidizi wa vitendo kwa makundi yote mawili. Alisema ya kwamba walimu wanabeba jukumu kubwa la ujuzi wa kufundisha na kukuza ufahamu na kuunda utambulisho wa kizazi kijacho. Lakini akasema kwamba wanafunzi watahaki kama kioo cha tabia na maneno ya walimu wao, aliongeza katika ujumbe wake. Pia aligeukia kwa wafanyakazi. Kiongozi huyo alielezea mahali pa kazi kama uwanja mpana kama nchi yenyewe. Alisema kwamba bidii ya kujitolea ndiyo nguzo za mafanikio yote makubwa. Ayatollah Mojtaba Khamenei aliwaonya maafisa kwamba kutoa heshima kwa maneno mara kwa mara hakutoshi. Kama vile taifa la Iran limeonyesha uungaji mkono unaostahili kwa vikosi vyao vya kijeshi, inafaa pia kuonyesha uungaji mkono mkubwa kwa walimu na wafanyakazi, alisema Mojtaba Khamenei. Alitoa wito wa mwingiliano mkubwa kati ya familia na wasimamizi wa shule, na akawasihi raia kuweza kuweka kipaumbele bidhaa zinazotengenezwa ndani ya nchi ili kuwasaidia wafanyakazi wa eneo hilo waweze kuboresha na kukuza uchumi wa taifa la Iran. Lakini pia aliwasihi wamiliki wa biashara, hasa wale wenye biashara zinazokabiliwa na matatizo au na vikwazo, kuepuka kuwafuta kazi wafanyakazi iwezekanavyo na kumchukulia kila mfanyakazi kama chanzo cha utajiri kwa ajili ya uendeshaji wao na kwa usaidizi wa serikali. Akitafakari kuibuka kwa Iran kama taifa lenye nguvu za kijeshi, kiongozi huyo alieleza matumaini ya kwamba kwa kuwa kuimarisha utambulisho wa Iran Islam kupitia ualimu na kuweka kipaumbele bidhaa za ndani zinazozalishwa na wafanyakazi, nchi hiyo itaendelea na kuelekea katika kilele cha maendeleo ya ubora kuliko ilivyo sasa, endapo ndani ya taifa hilo kutakuwa na mshikamano. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho kutokana na haya ambayo ameweza kuyasema Mojtaba Said Khamenei, kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, au kiongozi mkuu wa taifa la Iran, Bwana Mojtaba Said Khamenei, ambaye ni mtoto wa Ayatollah Ali Said Khamenei.
Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho kutokana na hiki ambacho ameweza kukisema Mojitaba kuhusiana na kuwashinda Marekani katika vita vya kiuchumi na kitamaduni baada ya kuwashinda katika uwanja wa vita wa kijeshi. Tuachie maoni yako, tuendelee kukusogezea kile ambacho kina ukweli, kina uhalisia, kina propaganda ya aina yoyote. Basi kama ulikuwa hujasubscribe katika channel hii, ni wakati wako. Bonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili mtu wa kwanza kabisa utakuwa unapokea taarifa zetu pindi tunapokuwa tunaziweka katika channel hii. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine. Asanteni sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho tunapotamatisha habari hii.